Nimejitokeza kwa moyo mkunjufu kugombea jimbo letu jipya la Kivule. Kama mnavyofahamu, Tume ya Taifa ya Uchaguzi imetangaza majimbo mapya ya uchaguzi, Kivule ikiwa ni mojawapo. Nimeamua kugombea Kivule kwa sababu mimi ni mkazi wa Kivule. Ninayajua matatizo ya Kivule. Tumeishi wote, tumeshare wote shida na raha katika jamii ya wakazi wa Kivule. Lakini pamoja na changamoto tulizonazo, ndugu wana Kivule, mimi naziona fursa ndani ya jimbo letu. Naziona fursa kubwa nyingi, lakini kwa leo, kwa sababu sitaki kuwachukulia muda wenu mwingi, nitaambia fursa mbili ambazo kwangu ni kipaumbele namba moja endapo nikipewa ridhaa ya Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea. Fursa ya kwanza, ndugu wana Kivule na waandishi wa habari, jimbo letu ni kati ya jimbo ambalo kwa sehemu kubwa limepitiwa na bomba la gesi asilia inayotoka Mtwara kuja Dar es Salaam. Sasa fursa ni ipi? Kama tunavyofahamu, ukisoma ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025-30, kipaumbele cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pia kinasisitiza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa miaka sasa mingi tuko na bomba ambalo linatoa gesi Mtwara mpaka Dar es Salaam, lakini wana Kivule sisi hatuitumii hiyo gesi katika matumizi yetu ya kupikia. Nitawaambia mfano tu mdogo. Wengi tunajua hizi gesi za mitungi ambazo tunanunua labda Oryx na makampuni mengine. Ukinunua ule mtungi wa gesi wa kilo 15, amaunti ile ile ambayo unaitumia kwenye mtungi wa gesi, ukitumia gesi ya kwenye bomba, hii gesi ya kwenye mtungi utainunua shilingi 57,000 kwa bei ya leo. Lakini kama ungetumia kwa bomba, ungeilipia shilingi 17,000. Hilo ni punguzo la zaidi ya 60% ya bei unayotumia wewe katika matumizi yako ya upishi wa kawaida. Lakini tuko na bomba, hatujawahi kuja na project yoyote ya kutumia gesi majumbani. Ni kazi rahisi tu. Tunaweka project ya kupeleka mabomba sehemu za makazi, sehemu za biashara na sehemu za viwanda tulivyonavyo. Wewe kazi yako kama mwananchi ni kulipia, unafungiwa gesi nyumbani kama maji, jinsi unavyoweza kufanya maji ya Dawasco au kampuni nyingine yoyote. Na unaitumia wakati unahitaji. Unaweza kununua kwa shilingi 1,000 kwa simu tu, uhitaji kwenda kununua sehemu nyingine yoyote. Unanunua kwa simu, unaitumia shilingi 1,000, shilingi 2,000 kulingana tu na wewe na matumizi yako. Hii itasaidia sana kukuza uchumi wa wadogo zangu kule wanaochoma chips. Ukitumia hii utakuwa umesave kwa kiasi kikubwa sana. Hiki ni kipaumbele changu cha kwanza kabisa, kwa sababu hili ndio eneo langu la utaalamu. Na ukizingatia sera ya mama ya nishati safi, ni wazi kabisa tutapata funding. Fedha ya kufanya project kama hii itakuwepo. Sisi ni wafugaji wakubwa sana wa kuku, wa mayai, hata wanyama. Lakini tumeishi katika mazingira hayo kwa miaka mingi sana. Mazingira ya kufuga kienyeji, na hatuyajui masoko yako wapi. Tunaenda tunauza tu kwenye vibanda vya chips, tunarudi na kutumia baisikeli zetu. Maisha ya kizamani kabisa yale. Sasa lazima tufanye jambo sasa. Ndugu zetu, tuwe na maisha bora ya kisasa. Tunafanyaje? Kwa nini tusiwe na soko kuu la mazao ya kuku? Kivule ikawa ni poultry hub. Tukatengeneza soko, tukawafundisha ndugu zetu wafugaji namna ya kupaki mayai yao vizuri, tuweze kuyauza mahotelini kama hapa tulipo, tuweze kuyauza mahotelini,
Huwezi amini kwamba mayai yanayouzwa kwenye mahoteli makubwa hapa Dar es Salaam yanatoka Afrika Kusini na nchi nyingine. Lakini sisi tuna produce mayai mengi sana kutokea Kivule. Kwa nini Kivule isiwe hub ya mayai? Tutauza ndani ya Dar es Salaam, lakini tutafuta masoko nje ya nchi. Kuna visiwa vya Komoro, Ushelisheli, wanahitaji sana mayai. Tutapeleka Kongo, kokote kule ambako ya Tanzania inakwenda, tutapeleka mayai. Na hili jambo linawezekana kabisa, linahitaji tu nani wa kuanzisha, nani mwenye wazo. Sasa wale ndugu zetu wenye baisikeli tunaenda kuwakwamua kiuchumi. Wanaweza sasa kuuza mayai yao kwa sababu soko ni la uhakika. Tutaanzisha soko kubwa la mazao ya kuku ndani ya jimbo letu la Kivule. Ndugu zangu, naelewa fursa nilizonazo ni nyingi kichwani, lakini sitaki kuwachukulia muda mwingi. Pamoja na fursa tulizonazo, kuna changamoto hatuwezi kuzikwepa ambazo tuko nazo. Kivule ambalo ni jimbo jipya, zamani ilikuwa ni jimbo la Ukonga, kwa muda mrefu pia limekuwa ni kama jimbo yatima. Wabunge wengi wamekuja, wakichukua ubunge wanatuacha, watahama chama, taondoka, tenda kugombea kwingine, lakini tayari amepata political mileage kutokea kwa jimbo letu la Kivule. Jimbo linabaki halijaendelea kwa muda mrefu. Tumekuwa na changamoto nyingi, changamoto za barabara. This time tusifanye makosa tena kumpa mtu ubunge ambaye si mkazi. Atachukua ubunge wake, atapata political mileage, anaishi Masaki, Oysterbay. Sisi tunahangaika na barabara zetu. Hii sasa hivi na waombeni sana tusirudie. Tumepewa jimbo letu, Mungu amesaidia, tulipigania kwa wivu.